Kuhusu mchezo wa kesho na Simba tunajiandaa vizuri. Mpaka sasa wachezaji wa understand na pia swala mbinu na ufundi timu imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kupata timu. Mwalimu, tukirejea mchezo wa Simba Sports Club kwa wenyeji, mchezo ulikuwa mzuri sana, ulikuwa mgumu na kuweza kupoteza katika nyakati za jioni kabisa kwenye mchezo huu. Je, mchezo wa kesho maandalizi ya kutoka katika matumizi ya nafasi na matumizi ya kuweza safu yako ya ulinzi kuhusu goli? Kiukweli niseme kwamba tangu tumeweza kujiunga na Mashujaa na wenzangu Salma Yanga mpaka sasa hivi tuko sawa kila sehemu. Ulinzi timu sawa, idara ya ushambuliaji timu sawa. Kwa maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumefanya vizuri na ukiangalia pia mwendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao tumeweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kufanya mwendelezo mzuri kwenye mchezo wa kesho. Na kwa ujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana, najua kwa sababu ni timu zote tunakutana nayo na ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote kuweza kufanya makosa na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na wale wote ambao Simba pamoja nao. Ujue unapokuwa unajiandaa kwenye mechi unaangalia na wachezaji ambao unakutana nayo. Kwa hiyo sisi kama walimu tumeweza kuangalia ratiba tulikuwa nayo, siku ambazo tulikuwa nazo kukutana na mchezo na timu ambayo tunakutana nayo ni Simba bora kufanya kuingia finali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tuna timu bora. Kwa hiyo kwa muda ambao tumekuwa nao hapa Dar es Salaam tumeweza kufanya mazoezi kuandaa timu kwa mazoezi kuweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao. Sasa coach, pengine kiufundi mmefika vipi na kuiona Simba katika sura zote hasa kwa kama walimu? Kiufundi tumepata muda mwingi kuangalia Simba mechi nyingi imecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alipocheza kwenye mashindano ya CAF basi Simba kucheza kama mashindano ya msimu. Kwa hiyo tunajua atakuja tofauti, lakini sisi pia tumejiandaa kwa hali yoyote ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kumbeni. Kwanza kabisa tunaamini pia hata safu ambayo iko nayo ya washambuliaji ni nzuri, wana quality players ambao wana uwezo kwa muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza ku manage kwa namna yote ili kuweza kuwakabili vizuri, na tumeandaa timu vizuri kuweza kupata pointi tatu. Mwalimu, tunaamini kwenye michezo hamasa ni kitu muhimu zaidi, na bila shaka kuelekea kwenye mchezo huu kuna sehemu ya hamasa kwa washabiki, lakini kwa uongozi, kwa wachezaji, na kama inatokea mmewekewa hela. Mimi niseme tu kwamba ningependa kufundi swala la hamasa, sio kusema sana kwa sababu sio sehemu yangu. Mimi ni kwa hapo mwongozo wa kufundi. Kwa hiyo mimi kama mwalimu timu tumeandaa vizuri sana kufundi kuweza kuwadhibiti Simba na kuweza kushinda mechi ya kesho. Mimi kama kiongozi wa wachezaji wangu ni hali nzuri sana. Wachezaji wote tukiandaa kwa ajili ya kukabili mechi ya kesho, tunajua kubwa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho ili kuelekea katika kusalia kwenye mchezo. Kwanza tumepoteza dhidi ya Simba Sports Club, ndio basi sasa mnapoteza ugumu. Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine, tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Kwa hiyo kwenye mpira kozi lolote linaweza likatokea. Inaonekana unajiamini kiasi kubwa sana. Pengine kauli mbiu ya mapigo na mwendo ni kweli, kesho mwendo utaendelea na mapigo yataendelea kupanda usiku. Inshallah Mungu atasaidia kwa hiyo, kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho kwenye
mpira dakika 90 zitaamua. Unajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo timu bora, timu kubwa barani Afrika na Uganda, lakini kila jua lina mwangaza wake. Uganda itakuja vipi? Nahodha, kama unataka na timu zenye madaraja ya juu, ni kiasi gani au rahisi kiasi gani kwa wachezaji ambao wanacheza timu za madaraja ya kati kutekeleza mpango wa mechi wa ufundi? Kubwa kwanza, unapokutana na timu ambayo ina daraja kubwa kuzidi, cha kwanza saikolojia ambayo utakuwa umetengenezwa na walimu wako ndio itakusaidia pia utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakapokuuliza na wewe mwenyewe utakapoingia kwenye mchezo, mind ndio kitu kikubwa sana mseti kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa asilimia kubwa wachezaji tunao kwenye timu na wachezaji ambao wamepepuka kimpira, sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana na namna ya kucheza. Kwa hiyo sio mara kwanza tunakutana na timu, tutakutana nazo, kwa ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kucheza jukumu ambalo tulikuwa tumepewa. Ukitazama kwenye ligi imesalia ni mchezo mchache sana ligi iweze kutamatika. Kama mchezaji unapokaa kuelekea hii mchezo zaidi unakutana na timu kubwa mbele yenu, huwa mnazungumza nini hasa ili kumaliza vizuri ligi kwa upande wenu kama wachezaji kujiweka kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo? Kwanza tunashukuru uongozi wetu kwa kwenye kila chumba cha mchezaji tunajitahidi kubadilika msimamo. Kwa mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale, kwa hiyo inamuongeza mchezaji morali ya kupambana, kwa atuko kwenye nafasi nzuri, kupambana namna gani kuweza kunusuru timu ya watu. Na mnapojiona malengo yenu yanaelekea kutimia sasa mchezo mchache hivi? Yes, malengo yanatimia bila shaka, kwa sababu tunazamilia kuanzia mwanzo wa ligi tutatimiza malengo yetu. Labda msemaji wa maneno tu mashabiki na uongozi wa Mashujaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Kwanza napenda kuwashukuru sana mashabiki wa Mashujaa FC, mashabiki ambao nguzo kubwa sana kwa Mashujaa. Napenda mashabiki zetu na popote pale Tanzania, watu wa Kigoma wamejaa sana katika kila sehemu. Naamini hapa hapa Dar es Salaam kesho kuna mashabiki wa Kigoma wanakuwepo wa kutosha, na sio tu watu wa Kigoma, mtu yote ambaye anavutiwa na Mashujaa mwana Tanganyika tunakubali aweze kujitokeza kuja kusapoti timu yao kwa aina moja ama nyingine. Shukrani sana mwalimu Fred, tunatakia mchezo mwema.